Kwa namna hii nikaribishe mwalimu au mseminishaji aweze kuhudumia sawa na neno la Bwana ambalo linatujia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri ambayo ameifanya. Ni kweli ni siku yetu ya kwanza ya semina na tutaendelea kwa siku kadhaa. Hii semina ni semina maalum kwa ajili ya Pasaka. Kwa hiyo mambo mengi ambayo tutajifunza ni katika tu kumkamilisha Mkristo au kumtengeneza muamini kuwa wa aina fulani au kufika mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo katika hayo ambayo tutajifunza, lengo hasa na kusema Pasaka, mgeni rasmi au mgeni muhimu maalum wa Pasaka huwa ni Yesu mwenyewe. Amen. Kwa hiyo ninatamani tutapata muda mzuri sana wa kujifunza kuhusu Yesu. Kuna maswali watu wao wanaulizwa Yesu ni nani? Wanasema afu wakiulizwa tena wanakosa kitu kingine cha kujazia. Huko kwenye hii semina tutajifunza yani kuona kwamba Yesu ni nani, ametoka wapi, ilikuwa kuwaje akawepo, nini ambacho kinamkamilisha, kipi ambacho kinafanya kuitwa Yesu, na mengine mengi ambayo tukayafanya. Kama unaandika kichwa cha somo, utaandika kwamba Yesu ni suluhu la mambo yote. Maana tunapoisherehekea hiyo Pasaka, moja ya mambo ambayo tunakuwa tunauhakika nayo ni kwamba Yesu amekuja kutuletea suluhu, kutuletea majibu, kutuletea uhakika wa kufika mahali ambapo tunatamani kufika au mahali ambapo tunawaza kwamba tungepaswa kufika. Kwa hiyo tunapokuwa tunatazama au tunapokuwa tunaangalia, tutaona mambo mbalimbali ambayo yapo katika Biblia na kile ambacho tunaweza tukakipata. Sasa katika hii semina tuna andiko moja, liko kitabu kile cha Mathayo. Kwa mtu mwenye Biblia yoyote yule tutamani afungue pale Mathayo ile sura ya 6. Tutaanza kusoma mstari wa 26. Hapo ndipo tutakapokuwa tunabeba kichwa chetu cha somo na tutatazama mambo mengi kutokea hapo sura ya 6. Na kutokea hapo tutaona vitu vingi ambavyo tunaweza tukavipata katika maandiko. Kisoma hicho kitabu cha Mathayo hiyo sura ya 6 na mstari wa 26, anasema waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Huo ni moja kati ya mstari ambao tutauona. Mstari wa 28 anasema hivi, na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Mstari wa 31 anasema msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnayahitaji hayo yote. Kwa tunaposema Yesu ni suluhu la mambo yote, moja ya mambo ambayo natamani ujue na nataka tuyajue ni haya. Anasema msiyasumbukie hayo mambo, kwa sababu mataifa pia wanayatafuta na Baba yenu anajua kwamba mnayatafuta. Sasa wale wenye Biblia nataka turudi ule mstari wa 26. Alafu tutasoma wote. Yaani utakapokuwa nasoma hakikisha unaangalia kwenye Biblia yako. Anasema waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi ghalani. Mpaka hapo umepaona kwenye Biblia? Sasa mstari unaofuata, yaani kipande kinachofuata, anasema hivi, na Baba yenu wa mbinguni, sio? Nataka tuone hapa, yaani moja kati ya mambo ambayo ya msingi hapa. Mimi nilitegemea ili andiko liseme na baba wa ndege, kwa sababu mfano unaanza na nani? Ndege ndiye ambaye tunatazamishwa kwamba huyu ndege maisha yake yeye halimi wala hakusanyi chakula wala havuni chochote, ndio? Lakini anasema na baba yenu, yaani sio baba wa ndege, ndio? Maana yake kwa kawaida ingetakiwa kuseme na baba wa ndege anawalisha. Maana yake katika hali ya kawaida huyu mtoto hapa
hakusanyi, havuni wala halimi, si ndio? Lakini baba yake anafanyaje? Anamlisha, si ndio? Baba yake. Maana ilitakiwa iseme hawapandi, hawavuni, hawafanyi chochote, ila baba yao anawalisha. Kumaanisha kwamba baba yao anawajibika. Ila ajabu kwenye hili andiko anasema na baba yenu. Hivi unaelewa hili andiko? Yaani maana yake baba yako wewe hapo baba yako ndio anawalisha ndege. Ni sawa? Unaweza kanisaidia kumwambia jirani yako kwamba baba yangu anawalisha ndege. Baba yangu mimi, pia hiyo baba yangu mimi analisha ndege. Sisi tunaelewana hapo. Maana yake kwa wale ambao hawawahi kufuga wanajua kwamba ili tulishe ndege, tulishe ng'ombe, tulishe mbuzi, tunatakiwa tule kwanza sisi. Yaani baba alishe watoto wake, wafanyaje? Washibe, ndio akalishe mifugo. Itakuwa ni hatari kwa mtu anapambana mbwa wale, lakini watoto wake anawaacha wanakaa njaa. Yupo baba wa hivyo? Maana yake hata akitokea utamuelewa kweli. Sasa hili andiko lina maajabu kwa sababu tunamwambia baba yangu analisha ndege. Maana yake Yesu anajaribu kukionyesha hapa ni kwamba kabla Mungu hajaenda kuwalisha ndege, alitakiwa awe amekulisha wewe. Ni sawa? Maana yake baba huyu analisha ndege. Lakini mbele anatoa mfano wa maua. Sasa maua yenyewe yako shambani. Sasa hii shambani iliyotajwa hapa, Biblia ya Kiswahili imekosa neno zuri. Sawa? Lakini haikuwa shamba kwa maana shamba linalohudumiwa. Alikuwa anamaanisha kama pori. Sawa? Kwamba yale maua kule kwenye pori akawatazamisha, na hivi nyesi mnajua yale maua yale. Anasema na yenyewe hayapandi chochote, hayafanyi kazi, hayapambani chochote, lakini unayakuta yamevishwa vizuri, maana unakuta yanapendeza. Ni sawa? Au kwenu kuna mtu anaenda porini kumwagia maua? Yaani wao sasa inabidi niende kule porini msituni nikamwagie maji ili maua yakue. Yupo? Kuna mtu anayapalilia. Lakini unashangaa mahindi ambayo yamepaliliwa, yamewekewa na mbolea, hayajapendeza kama maua ambayo yako porini. Unaelewa hicho kitu? Sasa baba yako wewe, yaani maandiko yanatuambia kwamba baba yako wewe ndiye anayevalisha haya. Sawa? Mpenda jirani yako, baba yangu mimi anayavalisha maua. Ina anapendeza. Yanawaka. Hapa Yesu anasema hata Suleimani mwenyewe. Yaani Suleimani ndio mtu tajiri aliyewahi kutokea duniani. Utajiri wake yaani ni mkubwa, hakuna mwanadamu mwingine ambaye kwa tajiri kama Suleimani. Anasema hata Suleimani mwenyewe hajawahi kuvaa vizuri kama yale maua. Unaelewa hicho kitu? Lakini ni nani? Ni baba yangu, ndio anayavalisha maua. Baba yangu anawalisha ndege. Ukasema andiko twende Ayubu 38 ili uelewe hichi kitu. Yaani ukinielewa hapa mwanzo utajua kwa nini nataka tumuelewe Yesu kama suluhu la matatizo yote. Maana yake ndio alikuwa anawapa shule hao watu, anawatazamisha mambo ambayo walikuwa hawayajui. Ayubu 38 39. Ayubu 38:39. Yesu ndo anasema hapa, yaani Mungu anajaribu kuongea. Anasema hivi, "Je, utamuindia simba mke mawindo au utashibisha njaa ya simba wachanga?" Anajaribu kuonyesha kwamba wale simba wale mawindo yao, anamuuliza wewe Ayubu, wewe ndio unawatafutia? Au wewe wale simba watoto wenye njaa, wewe ndio unayewalisha? Anasema wote hapo mapangoni mwao, wakaapo mafichoni wapate kuvisia. Huyo simba anasema ni nani ampatia kunguru chakula makida yake wanapomlilia Mungu na kutangatanga na kutindikiwa na chakula? Umeona ndege mwingine hapa ametajwa kunguru. Yaani Mungu anajaribu kulipi nani anayemlisha kunguru? Maana yake Ayubu alikuwa anaongea vitu hapo vikao vinaonekana kama Mungu havielewi. Kwa hiyo zaidi kumpima Ayubu, anamwambia Ayubu, wewe niambie, simba wale kule msituni wakipata njaa, nani anawalisha? Kumaanisha kwamba yaani yeye Mungu ndio anawalisha wale simba. Unaelewa? Umeelewa hicho kitu? Kwa ile ni kwamba baba yangu mimi anawalisha simba. Sawa. Lakini pia anasema kunguru. Kunguru mnawajua. Hivi ndio kuna kunguru. Wapo. Unajua kunguru wanapokea?
Washaipo ukila kunguru. Yaani kunguru unamtishia hivi. Anaruka, anaenda anakaa pale anakuangalia. Ukiingia ndani anarudi. Ila huyo Mungu anauliza, nani anayemlisha? Kumaanisha anamlisha. Kwa hiyo mwambie tena jirani yako, baba yangu mimi anamlisha kunguru. Unaelewa hicho kitu? Nataka uelewe, unaona sema hajasema baba wa ndege. Ingekuwa Mungu ni baba wa ndege, tusingeshangaa ni baba yao inabidi awape. Lakini anaendelea kusema ni baba yenu nyinyi. Wale ndege na kunguru wao wamepata, lakini yule ni baba yenu. Sasa ukitaka kulielewa hilo, ndege ni moja kati ya viumbe wa ajabu, ila kuna hekima ya kujifunza kwao. Ndio maana Yesu anawaambia watu waangalie ndege. Yaani kwamba wewe inabidi ukae, ufike wakati wewe utafute ndege walipo uangalie tu. Kuna vitu vingi utajifunza. Ila ndege moja kati ya maajabu ambao wanayo ni hayo, kwamba wenyewe hawafanyi kazi yoyote ya maana. Hawana jembe, hawana shamba. Wala huwezi kukuta ndege amenunua shamba. Lakini uhakika wa kula upo. Ni sawa? Hata maisha yawe magumu hapa nchini, yani nchi iwe na hali ngumu, utangaziwe balaa la njaa. Unajua kama ndege watakula? Ndege watakula, yani haikusumbui. Hata unga ungepanda kilo moja ikauzwa 10,000. Wewe na wazazi wako mtateseka. Ila ndege sio shida zake. Kwa sababu ile 10,000 yeye atakula. Yaani ndio ujue kwamba namna ambapo Mungu ametengenezea maisha ya ndege. Ndio maana Yesu alipotafuta kitu cha kufananisha kuelezea watu namna ambavyo Mungu ni suluhu la mambo, akajaribu kumwangalia ndege, kwamba ndege ndio peke yake anaweza akawafundisha nyinyi mkaelewa. Kwa sababu yeye hawazi vyuma vimekaza ndege wala. Yaani ukikuta ndege ana maisha magumu au amekufa, ujue ni binadamu, jua amemletea shida. Ila kama binadamu hajamletea ndege shida, ndege hawezi hata kufa. Maisha yake ni mpaka tu uzee. Ataamka asubuhi, anaenda zake kula kokote. Maana hata akija kwenye shamba lako ukimfukuza, haimaanishi ndege anakufa njaa. Kwani watu wanafukuzaga ndege? Wanahamia kabisa, wanakaa kule wanajenga na vibanda. Na wengine wanaweka midoli ili kutishia ndege. Lakini umekuta hizi ndege wanatangaza jamani ndege wengi wamekufa, wamekosa chakula. Atakula tu. Unaelewa? Sasa Yesu anapofundisha maisha, anapotaka sisi tuelewe, anatolea mfano wa ndege. Yaani kwamba kuna namna ambayo baba yenu nyinyi anawalisha ndege. Kwa maana ndege unaona wewe wanakula, unafikiri kwamba wenyewe wanaishi katika maisha yao, yeye ndo anawalisha. Na anajaribu kuambia sasa, je, nyinyi hata walisha? Nyinyi huyu baba yenu anayelisha ndege, nyinyi hata walisha? Anajaribu kuwatazamisha. Eneo ambalo nimekuta mfano kwenye Biblia mpaka nikashangaa, nikasema ndio Biblia haina andiko hata moja ambalo halina maelezo. Yaani kwenye Biblia hata Yesu akisema labda wewe unayeenda, kuna sehemu utakuta anaelezewa naye ili uunganishe. Sawa? Kwa hata wa ndege, yaani kuna mfano kwenye Biblia ambao unaonyesha wazi kwamba kweli ndege hawaasiliwi na mazingira. Hata ikitokea ukame sasa, nchi imekuwa kame, mvua imenyesha mwaka mzima, ndege watakula nini sijui. Wewe utalima utakula, ila ndege atakula. Unaelewa hicho kitu? Sasa mfano ambao kwenye Biblia una support nchi ni wakati ambao nchi ya Samaria inatajwa ilikuwa na njaa. Wakati wa nabii Elisha, ile nchi ilikuwa na njaa. Yaani njaa ilikuwa kubwa mpaka ikafika wakati ili kuielewa ile njaa inabidi waelezee vyakula na bei zilizokuwa zinauzwa. Sawa? Kwa hiyo mwandishi anajaribu kwenda sokoni kuangalia chakula chenye bei ndogo ambacho angalau watu wenye hali ya chini wangeweza kukipata. Na anahitaji hiyo, na yenyewe ilikuwa ni bei kubwa. Moja ya vyakula ambavyo vilikuwa vinapatikana na ilikuwa ni rahisi kuvinunua, cha kwanza mwandishi anasema ni kichwa cha punda. Kichwa cha punda, unajua kichwa kimepatikanaje kama punda hajaliwa? Simaje punda ameliwa? Ila mwandishi ameiona bei ya nyama ya punda, ameona hii ni balaa. Kitu ambacho ameona bei yake kama ya kawaida ni kichwa cha punda. Na kwa nini ilikuwa hivyo? Wale watu walikuwa hawalagi vichwa vya punda. Kwa hiyo sasa, kwa maana hata tajiri akichinja punda wake anakitupa. Kwa hiyo wale wanaouza wamevikusanya, vinauzwa kwa bei rahisi. Sawa. Sasa bidhaa ya pili ambayo itakushangaza ni kwamba ilikuwa inapatikana kwa wingi, ilikuwa ni maji ya njiwa. Biblia inasema hivi. Unaelewa? Kwamba maji ya njiwa ndio yalikuwa yanapatikana ya kutosha kwenye huo. Paka yanauzwa kwa bei rahisi, yaani kwa bei ambayo hata maskini anaweza akayapata akala.
Sasa swali la kujiuliza sisi sasa hivi, kuna njiwa ambaye anaweza akajisaidia pasipo kula? Nchi nzima haina chakula, mpaka watu wanakula vyakula, wanakula maji ya njiwa. Yeye njiwa amekula wapi? Unaelewa hicho kitu? Na tena ukitaka kujua kwamba walikuwa njiwa wanakula na wanashiba, ni kwamba yaani walikuwa wanajisaidia sana, mpaka vinyesi vyao vinakuwa vingi, vinapatikana sokoni, wanadamu wanakula mpaka wanashiba. Unaelewa hizo hekima zilizofichwa? Kwa hiyo njiwa alishije? Unaelewa kwamba ndege ni mahali pa kujifunza. Ndio maana Mungu anasema waangalieni. Akisema waangalieni haimaanishi kwamba ukiona ndege chunguza maisha yake, afu upate hekima, ujifunze kwake. Kwa njiwa, unajua nini nikawaza kwamba nikasema sasa maana kufuga njiwa nyumbani walikuwepo. Sasa najiuliza wale njiwa vinyesi vyao ni vichache, wao huweza kujisaidia mpaka nchi nzima waje wale hiki chakula kipelekwe na sokoni, maana yake hao njiwa walikuwa wanashiba. Unaelewa? Lakini nchi haina chakula na mji mzima una njaa, njiwa wamekula. Ndio unaelewa kwamba wao njaa haiwahusu. Unaelewana? Sasa kama tumeelewa huo ndio msingi wa somo ambalo nataka tunao, kwamba Yesu ni suluhu la mambo yote. Kwa maana yani yeye jinsi alivyojiweka, maana yake anataka alete majibu, na majibu ya msingi ambayo anataka kuyaleta ni kumfanya mwanadamu kuwa kama ndege. Unaelewa? Yaani kama kuna hekima kubwa ambayo Mungu anataka aitengeneze kwa mtu, ni mwanadamu awe ndege. Unajua moja kati ya vitu ambavyo Biblia imevisema, inasema mtu akifanya kazi anastahili ujira wake. Na inasema ule ujira anaopewa sio neema. Neema maana yake sio upendeleo, anastahili. Yaani maana yake ukaamka asubuhi, ukaenda ukafanya kazi, ukamaliza ukapewa fedha, hiyo Biblia inasema sio neema. Yaani hiyo sio ya ndege. Ndege haishi kwenye hayo maisha. Ndege yeye haendi mahali popote kuomba kazi, hajaenda shule, hajafanya chochote, ila ana uhakika kwamba atakula na maisha mengine yataendelea. Sasa tunaposema Mungu anataka kumtengeneza mwanadamu kuwa kama ndege, maana yake yale mambo ambayo yanaiasili dunia nzima, mwanadamu ambaye anategemea Mungu kwake anapaswa kuwa tofauti. Kama vile njaa ambapo iliingia Samaria, mpaka kila mtu akawa anakosa chakula, lakini njiwa wenyewe wakawa na maisha yao mengine. Sasa huyo njiwa ambapo Mungu anakusudia kutengeneza wewe mtu. Unaelewana? Maana yake ikitokea kuna njaa imeingia, wewe ndio sio shida yako. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni kama tu yule njiwa, ni kama ndege wa angani anayetaja. Maana yake watu wanaweza kukosa chakula, ila wewe ukosa chakula. Watu wanaweza kukosa mavazi. Tumesema baba yangu anavalisha maua, sio? Wewe huwezi kukosa mavazi. Unavaaje sasa? Unakula kulaje? Hapo ndio Yesu anakupataka upajue, afu mtegemee, afu uone kwamba vinawezekana. Unaelewana? Sasa hapa nitakupitisha kwenye historia kwa sababu hii ni seminar. Tunataka mzuri wa kujifunza. Nitakwambia yani nini kilisababisha hata inatokea kwamba mtu asiyefanya kazi anatakiwa asile. Yani nini kilisababisha? Unaelewa? Ila ukisoma vizuri utagundua Mungu alipotengeneza dunia, mwanadamu hakuwa kitu cha kwanza Mungu kukiumba. Yaani Mungu alishatengeneza malaika, akawatengeneza wale wazee, unasikia si wazee 24, akatengeneza wenye uhai wanne, alitengeneza vitu vingi kabla hajamtengeneza mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe wa kwanza kuumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Maana yake vilikuwa vingine vingi ambao vilikuwepo, lakini hakuwepo hata na kitu kimoja kitu kinafanana na Mungu. Mwanadamu ndio alikuja kutengenezwa, ukimwangalia jinsi alivyo unamuona Mungu Baba. Tunaelewana? Sasa hiyo ni siri ambayo Mungu alitaka mwanadamu aishi kama Mungu. Tunaelewana? Wewe umeshapita watu ukafika sehemu akamwambia unaona mashamba Mungu amelima. Mashamba ya Mungu haya. Watu wamefika ukakuta hicho kitu. Wewe ushaikuta. Ni sawa? Sidhani kama kuna mtu ambaye kufika sehemu akamwambia bwana, duka unajiona duka la Mungu hili. Naye Mungu amefanya biashara. Yaani hata yule mtu ambaye wewe unamkubali, yaani unaona huyu jamaa anampenda Mungu na yeye ana kibiashara chake kinachomsaidia asife njaa, si ndio?
Na hata kazi yake ambayo asipoifanya atakufa njaa. Ila Mungu osha kuna kazi, Mungu anafanya kazi mahali. Kwa mwanadamu alikusudiwa hivyo. Ndio maana Mungu alitengeneza bustani, akaweka kila kitu. Alafu akamweka mwanadamu mle ndani. Mwanadamu hakupanda kitu pale. Si unaelewana? Yaani mwanadamu aliyakuta machungwa yako pale. Alikuta wanyama wako pale. Au kuna mahali umesoma inasema Adamu akaenda akanunua mbuzi 10. Akaanza kufuga. Yaani Adamu alifika anamiliki mbuzi, hajui wametoka wapi, wamekuja kujaje, ila amewekwa awatawale. Ndio pale anasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wakatawale. Maana yake vitu vyote ambavyo Mungu alikuwa ameshavitengeneza, alitegemea kwamba mwanadamu avikute na akae kwenye hivyo bila shida. Tunaelewana hapa? Ndio kusudi, yani ndio asili. Ndio maana naambia watu, yani mapenzi ya Mungu hakutengeneza mwanadamu aje duniani afanye kazi yoyote ya asili. Kazi yake kubwa ilikuwa tu ni kuilima bustani na kuitunza. Maana yake vitu ambavyo Mungu tayari ameshaviweka, yeye avihudumie vile vitu. Basi maana yake hakukuwa na mahali kwamba mwanadamu anatakiwa afike mahali apate njaa, akose chakula. Kwa sababu Mungu alikuwa ashaviweka vitu vyote. Vyote Mungu alikuwa ashaviweka. Ndio maana nasema pale bustanini kulikuwa kuna kila kitu. Kila kitu kilikuwa. Mtu mmoja siku moja akawa anasikia hiyo, anasema Adamu alizingua sana yani. Adamu anatesa hivi yani. Adamu unaelewa. Maana yake wale mlaumu Adamu, waliopaswa kumlaumu Adamu hapo, na wamepita kwenye Biblia na walikuwa kabisa wanamlaumu Adamu. Daudi kuna muda alikuwa anafika anasema siku za mwanadamu alizozaliwa na mwanamke ni chache, zimejaa taabu. Hata anasikitikia hata siku za kuishi. Lakini ukichunguza vizuri maandiko, huyu Yesu tunayemsema anaitwa ni Adamu wa pili. Yaani maana yake kuna Adamu wa kwanza alikuja akavuruga mambo. Alafu kuna Adamu mwingine wa pili amekuja amesawazisha mambo. Yaani maana yake ile Edeni ambayo Adamu alivuruga, kuna Adamu mwingine amekuja akaitengeneza. Kwa hiyo ikitokea leo wewe hauishi kama uko Edeni, wewe ndio una shida. Unaelewa? Na huyu Adamu. Lakini Adamu ameshakuja mwingine. Kwa hiyo leo unajua kumlaumu Adamu wa kwanza kwa sababu kuna Adamu wa pili. Kwamba Biblia inasema kama vile kwa mtu mmoja kosa liliingia ulimwenguni, yani kwa Adamu peke yake sisi wote tulionekana tumekosea. Anasema vile vile kwa mtu mmoja dhambi yote iliondoka ulimwenguni, ambaye ni Adamu wa pili. Ni Yesu. Maana yake maisha ya bustanini yalikuwa ni mazuri. Unaelewana? Hivi mnajua kwamba simba huyu yani simba mnayemfahamu nini, alikuwa anakula nyasi. Mnajua hicho kitu? Ila mnajua kwamba Adamu alikuwa anaongea na simba. Hiyo hamjui na yeye. Yeye Adamu alikuwa anaweza kumwambia simba njoo, akamshikashika akamweka hapo. Chui hawa. Unaelewa? Tumeyasema yeye hao walikuwa wa kawaida sana hao kipindi hicho. Kwa Adamu simba si chui. Yaani hata simba na mwanadamu wameingia ugomvi baada ya dhambi. Huo ndio tofauti. Ila simba na mtu walikuwa ni marafiki, wanaweza kuongea, wakaelewana, wakapiga story. Ndio maana bustanini palikuwa ni mahali fulani hivi, unapita huko wale twiga, unamwita twiga, unakaa naye, unamwangalia, unazunguka huko unakutana na simba ule mtoto wake unambeba, unazunguka naye. Nani unaelewa? Shaka sasa hivi hata kuku anaweza kukupa roho. Nini kimetokea? Wazi. Biblia inasema hayo yote. Taonyesha maandiko yanayothibitisha kwamba wakati ule Adamu na simba walikuwa ni marafiki kabisa. Kwa Mungu alitengeneza maisha fulani ya amani. Hakukuwa na mnyama anayekula mnyama mwenzake huo wakati. Yaani hata hii simba kwanza kukula swala ni wazi. Simba alikuwa anakula zake majani, ambao majani Mungu alitengeneza mfumo yaani yote tu hapo. Ili simba ale. Ndio hicho kitu. Ndio ilivyokuwa. Maana Adamu alipoasi, mambo mengi yakaharibika. Sasa tukisema leo, yani tunazungumza kwa habari ya Pasaka. Tunasema kuna watu bado wanaishi hapa katikati. Yaani unaona kuna Adamu wa kwanza, alafu kuna maisha ya shida hapa katikati. Alafu kuna Adamu wa pili, ambaye baada ya Adamu wa pili maisha yanatakiwa yamenyoka. Ila watu wengi wako hapa katikati ya Adamu wa kwanza na wa pili. Maana bado wanamlaumu Adamu wa kwanza, naona Adamu alizingua. Hapo hawajamfikia Adamu wa pili, lakini wameokoka. Nini kimetokea? Maana yake
anakuja kusahihisha mambo ambayo yalikosewa. Anakuja kurekebisha makosa ambayo yalifanyika. Mambo ambayo yalienda vibaya anayarekebisha. Unaelewa? Ndio maana watu waelewaje ule msemo anasema mtakanyaga inge na nyoka na hawata wazuru. Ndio sasa wewe nyoka unawezaje usimkanyage na umkanyage na sikuzuru? Ila Yesu anaelewa anachosema. Yaani maana yake yeye anakuja kurekebisha hayo mambo ambayo mwisho wa siku hayakuwa sawa. Kusoma ile kitabu cha Warumi, sehemu moja anasema viumbe vyote vinaugua. Kwamba viumbe vyote vinaugua. Vinasubiri kwa hamu kubwa kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Yaani maana yake ndio nawaambia watu hata embe, lile embe si tamu. Au si kama tunda lake anaolipenda. Si kama matunda ambayo kwa mimi napenda maembe. Mwingine utaepo. Sasa yani Biblia inathibitisha kwamba hata hilo embe unalokula sio sote yenyewe ambalo Adamu alikuwa anakula. Yaani na lenyewe Biblia inathibitisha linaumwa, hadi bali lipo linaumwa. Wewe shaka unakula embe unakunja sura. Nini kimetokea? Embe ambalo Adamu alikula. Biblia inasema viumbe vyote vinaugua, vinasubiri kwa hamu kubwa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Yaani kama mwana wa Mungu akijipata na maembe atajipata. Umeelewa? Ndio maana tunategemea wewe umeenda umelima sehemu machungwa. Alafu machungwa yanatoka yote machache. Wewe mwana wa Mungu hujajipata. Sababu gani? Wewe ukijipata, maana kila vitu vyote vinanyoka. Maana hata hilo epo, sasa epo ni nzuri na lenyewe bado lina shida. Maana yake Biblia inasema viumbe vyote vinaugua, kwa asili vinaugua. Vinaumwa, yani kuna ugonjwa unaingia baada ya Adamu kukosea. Kwa hiyo baada ya maelekezo Mungu alikuwa ametoa bustanini, Adamu akawa amevuruga mfumo ambao Mungu alimwekea aishi. Na mfumo ambao Mungu alimwekea aishi ni wapi? Adamu alitakiwa atengwe na haya mambo yafuatayo. Dunia ilikuwa na mfumo wa kwanza unasema kwamba chochote unachokifanya ni lazima ulipe. Unaelewa? Ndio maana kwenye dunia tuliyopo sasa hivi tunajua kuna tendo la kuvuna, kupanda na kuvuna. Chochote utakachopanda utakivuna. Ndio ilikuwa mfumo wa dunia ambao Mungu alitegemea Adamu asikae kwenye huo mfumo. Yaani maana yake Adamu hakutakiwa hicho chochote anachopanda ndio avune. Ndio maana Adamu alikuwa anatembea mle bustanini, anazunguka hivi anakuta mapapai. Hata hajui nani kayaweka, anakula. Hakupanda wala nini, ila anavuna. Tumeelewa? Lakini baada ya Adamu kuleta uasi, ndio maana leo hii inabidi upande ili uvune. Na chochote utakachopanda maana yake utakivuna. Sasa mfano wa viumbe ambao wamefanikiwa kuishi kama ambavyo Adamu alikuwa anaishi ndio ndege. Ndio maana Mungu anasema hebu angalie ndege. Yaani ndege ndio viumbe ambao Mungu amewaacha ili watufundishe sisi. Kwamba wao hawapandi wala hawavuni. Maana hawana haja ya kutafuta shamba. Waangalie wao. Hiyo ni mifumo ambayo ipo ya dunia. Na ukweli ndio huwa sasa hivi. Lazima upande ili uvune. Ukipanda maembe unavuna maembe, sio? Ukipanda yani chochote kile unachokifanya utapata madhara yake. Sinaeleweka hivi. Kwamba sasa hivi mfano wewe ukaamua tu utoke hapo nje uitukane serikali. Sawa? Kwamba anaweza baadaye wakasema kwa serikali imeamua tu imwache. Hiyo utalipia hiyo kwa sababu ndio dunia inapoenda. Chochote unachokifanya utakilipa. Unaelewa? Ndio dunia. Ndio mfumo ambao Mungu hakutaka Adamu aishi humo. Yaani Adamu hakuwa na haja ya eti lazima apande ndio avune. Mungu ameshapanda, nyinyi mtavuna. Maana ilikuwa ni hivyo. Cha pili ambacho kilikuwa hapa duniani ni kwamba hakuna kitu cha bure. Ni lazima utoke jasho au ukipate kwa uchungu. Ilikuwa ni mfumo wa dunia. Ndio dunia ilikuwa kabla Adamu hajaja, unajua. Dunia yani ilikuwa miaka mingi kabla Adamu hajaja. Ndio unatakiwa ujue hicho kitu. Shetani na malaika zake wamewahi kuishi hapa duniani, wakakaa kama kwao. Maana yake maisha yalikuwa yanaendelea, ila mfumo mmoja wapo muhimu ilikuwa ni lazima, hakuna kitu cha bure, ni lazima upambane. Unaelewa hicho kitu? Pili, sasa Mungu alipomtengeneza Adamu, yeye ndio kujua kwamba dunia ilikuwa kubwa. Eden ilikuwa ni kasehemu katika dunia. Tunaelewa? Ni sehemu Mungu alijenga bustani wa kumweka Adamu humo. Maana Mungu alitaka Adamu maisha yake yote yaishie pale bustanini tu, ambapo hakuna hizi sheria ambazo zipo
kwenye dunia nyingine. Mungu alitaka tuwe Adamu tatu hapa. Utakula, utavuna, utafanya kila kitu hapa. Ila vyakula nje havikuhusu. Unaelewa hicho kitu? Ndio maana Adamu alipokosea, nini kinachotokea? Anafukuzwa kwenye bustani, sio duniani, kwenye bustani. Maana kwenye ule mfumo ambao Mungu aliujenga ndio anatolewa. Ila haimaanishi kwamba ameondolewa duniani, maisha yanaendelea. Maana yake Adamu sasa anakaribishwa na yeye kwenye mifumo hii kwamba hakuna kitu cha bure. Sio hata leo duniani hapa tunapoishi. Hakuna kitu cha bure. Yaani kama akikupa kitu, unataka ujiulize, nitalipa nini? Kwa lazima utalipa. Kama si wewe watoto wako watalipa. Ila chochote unachochukua lazima utakilipa. Unaelewa? Kwa maana kana afundisha siku leo anambia hakuna kitu cha bure hapa duniani. Ndio kwa mtu anasema sasa mbona mimi nilikuwa nakusha watu shule ya sekondari. Kabiti kakataka kuelewa zaidi. Akasema mwalimu umesema shule lazima tukilipe. Mfano mimi labda natoka zangu shule nakutana na mkaka wa watu yuko smart ana roho nzuri. Ananipandisha bodaboda yake bure. Hapo sasa mimi kwani nitalipaje hadi? Nikamwambia ukikua utajua. Ila usipande. Sawa. Maana yake nini? Utalipa juu yake. Ndio maisha tunayoishi leo. Na ndio tunapokaa. Ila Adamu alikuwa ni mtu ambaye yani alipii chochote. Kwani ushakuta mahali Adamu ameandikwa bili kwamba umekula matunda hapo, machungwa wangu umekula Adamu, lipa 3000. Wapi? Hauna kula. Akijisikia kula mbuzi, anakamata mbuzi anakula. Anadaiwa. Wewe leo ukakute mbuzi kule wamelani. Chinja kula. Ndio. Ndio utajua kwamba hakuna kitu. Lakini hayo yamekuja baada ya Adamu wa kwanza kufanya makosa. Ndio maana kujifunza habari za Pasaka na Yesu Kristo lazima tumjue kama Adamu wa pili ambaye amekuja kusahihisha mambo. Ndio maana leo yani ukweli ni kwamba mifumo ambao watu wamejipata katika Yesu. Wako watu ambao wanapata vitu vya bure kabisa. Unaelewa? Mimi nimewahi kukaa na simu yangu hata siku moja nikamka asubuhi. Leo ile simu yangu imetumwa shilingi 418. Nimetumwa. Ndio nani? Mimi sina mtu ananidai. Ile imetoka wapi? Akili pia kile anasema huyo amekosea namba. Ningekuwa mtu waovu ningewahi kutoa, lakini sasa itakuwa tu imekosewa itarudishwa. Lakini baadaye mtu anatafuta anasema mwalimu mimi nimekutumia. Nilikuwa nishapanga tangu zamani kwamba nikipata fedha nitakutumia. Simona hiyo hela iko ya bure. Hayo ndio maisha ya Adamu alikuwa anaishi. Kwa hiyo jipata vizuri. Hayo ni maisha ya kawaida. Wala sio muujiza. Sio kitu ya kusema hivi jamani nilikuwa nimekaa nimetumiwa hela. Hata wasimulia washachoka kusimulia. Maana wanazipataga asubuhi, wanazipataga mchana, wanaishi yale mambo ambayo Adamu wa pili ameyanyosha. Moja ya kanuni nyingine iliyokuwa kwenye ile dunia ambayo Mungu hakutaka Adamu akae, ilikuwa inasema yani maisha ni mapambano. Sawa? Na kwa sababu ni mapambano, yani ilikuwa yani inavyoonekana ni kwamba dunia Mungu alipoitengeneza hakuitengeneza watu watoshe. Kwa hiyo kila mara ni lazima wengine waondoke, wengine waingie. Tumeelewa hicho kitu? Kwamba hata chakula kilichopo Tanzania hakitoshi kila mtu. Kwa wenye nguvu inabidi waje, wasio na nguvu wafe. Ndio dunia. Sisi tumesoma darasani. Kanuni moja ilikuwa inaitwa survival of the fittest. Kwamba maisha huwa yanachagua wale wenye nguvu ndio wanaishi. Wasio na nguvu wanakufa. Kwa nini? Wanasema hiyo ni asili ya dunia yani. Kwamba wenye nguvu wanaishi, wasio na nguvu wanakufa. Yaani ndio hivyo. Ndio maana lazima upambane. Ni kama tu yale magari unakaa yale maeneo kama Dar es Salaam kule Mbagala. Wenye nguvu ndio wanaokaa kwenye siti. Hao walio wadhaifu wanasimama maisha yao yote. Sasa kuna mmoja hiyo mtu mmoja anatuchekesha anasema huyo bibi wa watu alikuwa amekaa kwenye siti, alipokaa kwenye siti akaanza kulia. Watu wakasema bibi shida nini? Akasema yani maisha yangu yote toka nizaliwe leo ndio mara ya kwanza nakaa kwenye siti. Mimi kimetoka. Yaani unaelewa hiyo? Ndio sasa mapambano. Unaelewa? Kama wewe ulipo sasa hivi ni mapambano. Ile sasa yale mapambano ndio dunia. Ila Mungu hakutaka kisa mwanadamu apambane. Ukweli ndio huo. Yaani mwanadamu Mungu alimtengeneza kuwa mlaini tunakaa tu bustanini pale. Akitaka mbuzi sio swala la kuteseka, akafanye makazi ndio apate hela apate ale mbuzi hapa. Sasa hivi maisha yalivyo ni kwamba
Kitu kwa mama wewe unakaa mwaka ujana kitimoto. Si sawa kabisa. Unaweza ukanywa uji mna sukari. Na hamna mtu anajali. Watu wanaendelea na maisha yao. Yaani hamna mtu anasema kama watu wawili hawajanywa uji na sukari leo. Tuwawazi. Kuna mtu anawaza. Hamna. Unaweza kulala njaa na hamna mtu anashtuka. Ni dunia hii. Ya Adamu wa kwanza. Adamu wa kwanza ndio ameitengeneza hii. Ila ile ya dunia yake yeye ambaye Mungu alitaka akae, haikuwa na hayo mambo. Hakukuwa na mapambano. Sasa hivi swala ni dhaifu. Akikutana na simba anakufa ili simba aishi. Maana simba naye asipomla swala simba naye anakufa. Umeona hiyo? Kwa hiyo inakuwa kama vile dunia haitoshi na kitu pambane. Mmoja ndio apate, mwingine akose. Kwamba hatuwezi kuwa matajiri wote. Lazima maskini wapatikane. Ndio maana wale matajiri wanaendelea kutengeneza mifumo ya wale wao kuendelea kuwa matajiri sio maskini. Wanaamini kwamba hakunaga dunia ambayo watu wako sawa. Umeelewa hicho kitu? Lakini Mungu hakukusudia Adamu akae kwenye hii. Hapa nikasema mfumo mwingine wa dunia ilikuwa inaonyesha kwamba ni lazima awepo mtumwa na awepo bwana kwenye dunia. Yaani lazima awepo bosi na mfanyakazi lazima wawepo. Ila Adamu maisha aliyopewa pale bustanini, yeye na Eva wote walikuwa ni mabosi. Sawa? Wote walikuwa wanamiliki. Wote ni watawala. Maana Mungu alikuwa amekusudiani katika sisi tena wanadamu, awepo mtu ni mtumwa, mwingine tuna tunatakiwa sisi wote tuwe sawa. Lakini sasa hivi unaona kwamba ni lazima awepo bosi ndio apatikane kufanya kazi. Mfumo wa dunia. Hii ni dunia ambayo Adamu alikuja akaitengeneza kwa mikono yake baada ya uasi. Ndio ikaanza kuishi. Unaelewa? Sasa mwanadamu baada ya kutokea hayo mambo akapewa mambo mbalimbali ambayo ni ya mfumo wa dunia apambane nayo. Moja ya jambo ambalo alipewa ni kula kwa jasho. Kula kwa jasho kwa sababu mwanzo Adamu alikuwa hatoi jasho. Sawa? Adamu alikuwa hatoi jasho. Akapewa kula kwa jasho, yani maana wewe kula utajua mwenyewe. Kuvaa utajua mwenyewe. Swala la wewe kulala utajua mwenyewe. Usipopambana upate mahali pa kulala, utalala stendi na hamna mtu ana shida. Sio unalala stendi. Si unaelewa? Na hakuna mtu anajali. Kwani ushakuta hivi serikali hapa inasema mwaka huu tunasimamisha mambo ya kiserikali tuhakikishe watu ndio wanalala stendi wapate makazi. Ushasikia? Hamna. Ndio kwanza watu wanawaza tu wataongozaje nchi na mambo mengine yaendelee. Watu wanalala kwenye mitaro, kwenye madaraja. Wapo. Kwa sababu mtoto mmoja anaojua juzi anasema amelala kwenye madaraja tangu ana miaka 8 mpaka miaka 16. Miaka 8 yuko analala darajani. Nyie mmeshaanza kumsikitikia nyumbani kwenu mkakaa mkasikitika kwa ajili yake. Mmekula mmemana. Tena hata ikitokea kuna mvua tunafunga na madirisha ili mlale vizuri. Hata hamuwazi. Yaani maana yake jasho lako ndio litakuokoa. Hii ndio dunia ambayo Adamu akaanza sasa wewe nilikuweka hapa ule unywe. Uishi vizuri umeleta shida. Twende upeleke kwenye dunia nyingine. Kwa Adamu akajikuta kwenye dunia ambayo anatakiwa hali kwa jasho. Apambane. Na maana yake usipopambana wala hakuna mtu anayejali. Watu wanaendelea na maisha yao. Huku ndio Adamu Eva anaingia kwenye kuzaa kwa uchungu. Maana yake ili uzalishe jambo lolote lazima iwe kwa uchungu. Yaani kuzaa ni lugha ya mafungu. Sio tu mwanamke kuzaa. Hata kama unataka tu kuanzisha biashara, lazima iwe kwa uchungu. Pale bustanini kuzaa kulikuwa ni rahisi. Unaelewa? Ndio maana unaona kwamba hii kuzaa kwa uchungu, Eva anaambiwa kuanzia sasa utazaa kwa uchungu. Eva hapo hajaanza kuzaa, sio? Maana hapo hata Kaini hajazaliwa. Kwa hiyo ilikuwa sio kuzaa peke yake, ni kuzaa leba. Yaani chochote kile kutokeza kwamba yani wewe hata kujenga, kununua tu kiwanja ni kwa uchungu. Umeelewa? Ndio maana kama mtu utamkuta yeye hataki kupata uchungu wote, hataki kuteseka, utakuta hana chochote anachomiliki. Sio? Mtu ambaye akipata 5,000 anakula yote ajibani hawazi. Hana kitu atafanya kwa sababu dunia tuliopo. Yaani hiyo ni jambo la msingi. Kwa uchungu, kuzaa kwa uchungu. Unataka kutokeza jambo lolote, kitu chochote kitokee, jambo lolote lionekane, lazima kwa uchungu. Alipewa hiyo. Lakini pia afya. Hapa sasa Mungu akamwacha Adamu apambane na afya yake, kwa maana yani akapewa ile kwamba
chochote unachokifanya lazima ukilipie. Unaelewa? Huo wakati nikwambia ukweli, Adamu alikuwa anaweza kunywa maji yoyote na hawezi kuumwa tumbo. Kwa nini? Hayupo kwenye mfumo kwamba kila anachofanya lazima akilipie. Na wewe sasa hivi toka nenda kakunywa maji machafu kunywa. Ndio. Utafanyaje? Utalipia kwa kuumwa typhoid. Typhoid ni kulipa kwa sababu ni lazima ndio dunia tulio. Ni sawa? Au ni matunda, umeona matunda na misili matunda. Utaumwa, sio? Kwa kuumwa ni unalipia kushindwa kuishi kwa utaratibu. Ndio maana daktari wanaamini kwamba kila anayeumwa kuna lishe ameachana nayo. Kuna jambo hajalifanya vizuri. Amezidisha kula masukari, amezidisha kutumia chumvi, ndio maana akapata kisukari. Lakini Adamu wakati hakuwa na kisukari wala hakuwa straight na MTI sio nini. Unaelewa? Sasa hivi maana yake ni matokeo. Hata choo chako tu mwenyewe usipokisafisha vizuri kinakupa UTI. Nini kimetokea? Kwa sababu dunia imeruhusiwa sasa imuingize Adamu kwenye mfumo ambao akifanya tu makosa analipia. Unaelewa hicho kitu? Hii ya maji mimi nawasimuliaga watu. Nilipofika mimi niliingilia kulia kule Pwani, Dar es Salaam kule. Kwa hiyo maji kule ni mazuri. Yaani maji yake ni mazuri na tulishazoea kunywa maji ya bombani. Hakuna habari ya kuchemsha wala nini. Unachota maji na kunywa. Na tulikuwa tunakunywa tu maji bila shida na zilikuwa sawa. Na watu wengine tulikuwa tunakaa nao kule, walikuwa wakinywa hayo maji wanasema tumbo linawauma. Bila mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao nilikuwa najikubali kwamba mimi tumbo haliwezi kuniuma. Unaelewa? Sasa nikiwa advance nikaja Dodoma, nikakutana na maji mengine ya chumvi. Mimi nikaza tumbo haliwezi kuniuma, nikanywa yale maji. Nilipokunywa, tumbo likaanza kuniuma. Lakini nikawaza nikasema sasa hii ya kunywa maji machafu na kuumwa ni kulipia. Huu ni mfumo ambao Adamu wa pili anaukataa. Kwamba mimi sitaki kuumwa ndio sababu nimekunywa maji machafu. Ndio sijala matunda hizi niumwa. Hayo mambo ya Adamu wa kwanza mimi haya nihusu. Unaelewa hicho kitu? Kwa mimi nikaanza kutafuta namna ya kufahamu namna ambavyo huyu Adamu wa pili atakinizima ujanja wake na mekanizmu zake ili ninywe haya maji ya Dodoma. Nilikomaa kwanza kuyanywa. Niliumwa sana typhoid, ila sikwenda hospitali. Yaani unaumwa unajua hii typhoid na uende hospitali. Umeelewa? Hivyo nikashangaa ilichukua miezi kama miwili nikajipata. Kuanzia pale mpaka leo maji ya Dodoma yapotoke kokote kule nitakunywa. Sasa nilijua kwamba nikinywa maji ambayo hajachemshwa katika dunia hii natakiwa tumbo liume nilipie, sio? Ila katika mfumo wa Yesu ambao ameuleta hakutaki kuumwa. Wewe kwa nini ulipie? Yesu ashalipa yote. Sio, unaelewa? Ndio ile sasa usipoweka mtu mmoja kana anambia watu kwamba ukilala usipoweka neti ukiumwa malaria, hapo sio Yesu ndio uzembe wako. Kwa Adamu wa kwanza tunatakiwa tuumwe. Ila kwa Adamu wa pili tunatakiwa tujiulize, yaani kwamba nimefanya uzembe sijaweka neti, Mungu ananing'ata. Mungu ana shida gani na mimi? Wewe unajua kwamba Adamu Mungu wao alikuwa anakaa nao vizuri kabisa. Kwanza Mungu alikuwa hawani damu za watu. Ndiko ujui hicho. Sielewa. Mungu alikuwa anaenda yaani wanakaa huko hata kwenye visima wanakunywa hata maji tu wanaishi. Kwa damu za watu ni mwasama umeletwa. Sasa tuulize, mimi kama nimekaa na huyu Adamu wa pili vizuri, Mungu ana shida gani na mimi? Sawa. Ndio maana kuweka neti na kwenye kufungu kwa imani. Sasa usije kaenda ukatoa neti utaumwa. Na hamna anayejali. Sio dunia tuliopo. Hamna anayejali. Hayupo anayejali. Bila mimi nyumbani kwangu hakuna neti. Na hata akitokeaga nikakuta mbu ndani kwangu, wanajiuliza sana. Ambao bado sijaweza kuamuru limende. Mende ndio bado wajenja na wakuta. Ila mbu hamna kwangu. Huwezi kuta mbu nishaanza wewe huwezi kuingia ndani kwangu. Kwa sababu kwenye mfumo huyu Adamu mpya. Hiyo sio kesi. Wewe unaweza kujiuliza Yesu alikuwa analaga wapi? Wewe Yesu alikuwa analaga mara milima ya mizeituni mara wapi? Wewe ushakuta walikuwa wanatembea na neti? Ushakuta wamepelekwa hospitali? Maana walikuwa wanakaa mlima wa mizeituni. Yesu anakesha anaomba na abusu na mbu. Na wakati mbu mahali kama hapo wakipata chakula sio na wapi? Unaelewa? Maana hata hii seminari yaani wewe mimi nimepanga kukufundisha. Yaani ile kuanzia chini ili uelewe tunaposema Yesu ni suluhu la mambo. Tunazungumza mambo gani? Sawa. Ndio pale tunakuja kumuona Biblia inasema Adamu wa pili. Ni yupi huyo? Anarudisha mambo ambayo yalikuwepo kule bustanini.
Kwa hiyo sasa hapa nikasema baada sasa ya Adamu hapo kuwa magumu, kwanza hata ulinzi haukuwepo tena. Adamu pale bustani alikuwa na ulinzi masaa 24. Kulikuwa kuna malaika wanamlinda pale. Maana hakuna kibaka kinampata. Ulinzi kwa Adamu ukaondolewa. Maana usipojilinda ni tatizo lako hilo. Sawa? Ni sawa sasa hivi uambie bwana, sehemu fulani wanakaba kuna vibaka. Wewe utoke tu wewe zako useme mimi sijali. Utakukaba na hakuna anayejali. Kwa nini? Ulinzi haupo tena. Sawa? Na kwa Adamu wa pili ulinzi. Kwa uliyemfahamu Adamu wa pili vizuri ukikabwa na ulinzi. Kwa nini kaba? Yaani mkabaji amewezaje? Kwa sababu kama Petro alikuwa anatembea, kivuli chake kikimgusa mtu yoyote kama ni mgonjwa anapona. Kivuli cha Petro kikimpitia mtu kama ana mapepo anakimbia. Sasa kama kivuli chake kilikuwa ni hatari, kwa nini kunawezekana kumkaba Petro? Au wewe wapi umeona Petro amekaa? Petro amewahi kufungwa ndani ya magereza matatu. Yaani Petro amefungwa minyororo. Yeye wamemwekea walinzi. Yaani kwanza ile minyororo peke yake kuna mahali utaenda. Maana amefungwa miguu na mikono. Lakini wakaona haitoshi, Petro ni mjanja sana. Wakaweka na walinzi huku na huku. Na kama hiyo haitoshi, wameweka geti na walinzi ndani ya geti. Kwamba hata kama tunashinda kujenga walinzi, geti litakuzuia. Ila masaa ya usiku alipofika, Petro aliondoka. Kama vile hajafanya chochote. Na Petro, Biblia inasema Petro alikuwa amelala usingizi. Yaani malaika alikuja anafanya kazi ya kumwamsha Petro amka. Petro akaondoka. Maana yake yaani ulinzi wa Petro si wa dunia hii. Unaelewa? Maminyororo si magereza hayo unajisumbua tu. Petro ni wala yeye kuondoka. Ndio maana usiku ulipofika Petro akaondoka. Sio mnyororo, sio walinzi, sio nini, ameondoka. Ameondokaje? Maana jamaa amemuelewa Adamu wa pili kwamba ulinzi ule ambao ulikuwa bustanini vizuri. Unaelewa? Ila sasa manake katika hii dunia ambayo ndio sisi bado tunapambana tuwe nayo, hataki kumuelewa Yesu vizuri. Ulinzi ni kazi sana. Hata kanisa siku hizi linalindwa. Shasikia kanisa watu wameenda wameiba viti, wameiba vyombo vya muziki. Kanisani. Sasa kama kanisa limeibiwa, wewe je? Utapona? Kwa linda nyumba yako mtumishi wa Bwana. Ila ukimuelewa vizuri, sawa. Ukafika viwango ambavyo tunavisema uvielewe. Ulinzi sio kazi yako, kazi ya Mungu. Maandiko yanasema yeye asinzii wala halali, mlinzi juu ya Yesu. Maana yake Mungu halali sio kwa sababu hapendi kulala, ila akilala wewe utalindwaje? Kwa hiyo inabidi yeye asilale ili akulinde wewe. Umeelewa hicho kitu? Sasa shida inayokuja ukiona kwamba hujalindwa, maana yake si kwamba Mungu hajakulinda. Wewe ndio umeshindwa, umekosa namna nzuri ya kutengeneza mazingira ambayo Adamu wa pili ataingia kwenye maisha yako, awe na nguvu na kusaidia. Umeelewana hapo? Kwanza nikasema sasa Adamu huyu baada ya mambo kuwa magumu, Adamu ikabidi atengeneze bidii za kufanya mambo. Cha kwanza ambacho Adamu aligundua ni kufanya kazi. Yaani kazi ni matokeo ya ugunduzi ambao mwanadamu alifanya ili asife. Ndio maana leo kuna mtu hataki kazi. Yupo tu hataki kazi. Ila njaa ikibuka vizuri anaanza kutafuta kazi. Mwanadamu ni asili yake kukimbilia kazi. Kwa Adamu akaanza kufanya kazi ili asife. Ndio njia ambayo Adamu aligundua ili kujikomboa kwamba ili nisife inabidi nifanye kazi. Lakini hizi kazi nyingi ambazo zipo Mungu hakuzikusudia. Ni mwanadamu ilibidi azifanye ili asife. Ndio maana hata leo tukiwa kanisani tunakwambia nenda kafanye kazi mtumishi wa Bwana. Kwa sababu usipofanya kazi utakufa njaa. Unaelewa? Maisha haya Adamu wa kwanza ameshafanya mambo mengi amekuwa magumu. Kafanye kazi. Sawa. Ila ukweli ni kwamba kama unaweza kukaa na huyo Adamu wa pili ukamuelewa, unaweza usifanye kazi na ukaa. Ndio maana anasema tazama ndege wa angani. Waangalieni wale. Hawapati wala hawavuni ila wanakula. Kwa sababu Biblia inaweza kualisha nyinyi. Maana mkijipata vizuri, mnaweza msifanye kazi na mkaa. Na watu wafanye kazi wanakula. Nasema nani huyo? Yuko wapi? Na watu wafanye kazi wanakula. Wewe kama hujui fuatilia. Ushawahi kumsikia mtu mmoja anasimulia namna ambavyo alikuwa anafanya kazi, Mungu akamwambia aache kazi akamtumikie. Na namna ambavyo Mungu alikuwa anamlisha.
Nyie yale mambo ya Elia kulishwa na kunguru tunafikiria anaishia kwenye Biblia. Sasa kuna mtu ambaye anasema alilishwa na kunguru kwenye maisha haya. Unaelewa? Yeye anakwambia kulikuwa tu kuna sehemu anaenda. Akifika anakuta chakula. Anakula kinaisha, anaondoka. Anakaa siku kadhaa akirudi anakuja pale anakuta chakula kiko pale pale kingine. Nani kaweka yeye mwenyewe ajui. Ila tu kuna sauti mwambia nenda mpaka sehemu fulani. Anafika, yeye mwenyewe haelewi. Kuna mdada anawaza, "Sasa kawa ni wachunga ng'ombe wamekuja chakula chao wametunza hapa." Lakini sasa kama ni hivyo, mbona nimekula? Hamna aliyenikamata, nimeondoka. Nimerudi na kesho kipo cha chakula. Na sijakamatwa. Kama ni hivyo, inakuwaje? Unaelewa? Na mtumishi wa Mungu yuko alikuwa Nigeria anaitwa Baba Rola. Sasa wanafunzi wake, mmoja wa wanafunzi wake ambaye kusimulia anasema, jamaa aliwachukua akaambia twendeni mlimani, mimi nataka nikaombe. Anasema walipofika mlimani akawaambia nyinyi kaeni hapa. Dakika kadhaa naenda pale kidogo tunaomba afu mtarudi. Ila nikiwa nimeenda nyinyi mwe mnakula huo mkate. Sawa kuleni huo mkate. Wakati ambao mimi sipo na nyinyi kuleni mkate. Ulikuwa kwenye begi. Kwa jamaa anasema akaenda. Wale wakakaa wakasubiri wanaona mara lisaa, mara masaa mawili, mara masaa matano. Wakasemaje? Tule ule mkate. Wakala ule mkate wakamaliza wasubiria atakuja. Haji. Siku moja ikapita. Umeelewa? Sasa wanasema ule mkate walikula nusu ikabaki. Kwa wakasemaje? Bwana tule ile nusu iliyobaki. Na jamaa kama asipokuja, turudi mjini tusije tukafa njaa. Wanasema walipoona ile mkate wakakuta mkate huko umetimia umejaa. Vile vile kama ile nusu hawajaila jana. Unaelewa? Akamwambia wakala. Wakasubiri tena. Usiku kafika, jamaa hajarudi. Wanasema jamaa alikuja kurudi siku ya 7 na bado mkate walikuta ukiwa vile vile uko full. Na wameula siku 7. Kwa hiyo ndio akamwambia wewe mbona ulitoenda kuomba dakika chache afu unarudi? Akamwambia sikuambia naenda kukaa muda gani. Lakini pia niliwaambia nyie tu kuleni tu mkate wakati mimi nafanyaje? Wakati nikiwa kule. Kwa hiyo as long as mlikuwa mnakula mkate nyie kaeni. Watu waliweza kukaa hata mwezi wanakula ule mkate. Yeye mambo sio kama ni miaka hii yani yule baba leo ameishi kati ya miaka ya 80 na 90. Huu Pentecost ambao leo ndio sisi tunaona kama ovyo. Wako watu walikaa nao Pentecost. Wakaa. Wewe unaamini kwamba huwezi kula chakula cha bure? Nishasikia mtu anaambia wenzake, "Unafikiri mkate utatokea tu ndani ule?" Kuna jamaa wamepata damu wa pili, wamekuwa kama ndege. Unaelewa hicho kitu? Kwa kazi ni ugunduzi ambao tunakuhamasisha ufanye kwa sababu kuna viwango hatujafika. Tukivifika hivyo viwango, tunaweza kula bila kufanya kazi. Na hiyo ndege anaosema waangalie. Mtu mmoja akaniambia Biblia inachanganya sana. Andiko moja ikasema asiyefanya kazi na asili. Lingine linasema tazama ndege wa angani hawapandi wala hawapandi. Kwa sasa tufanyaje? Fikiria. Hayo mchezo wa uhitaji hasira. Hapa kuna Adamu wawili, sawa? Kwa Adamu wa kwanza asiyefanya kazi na nini? Ila Adamu wa pili anatakiwa angalie. Na ndio wewe sasa ukikuta tu kwa kanisani, usifikiri tunakuwa tunapoteza muda. Tunakutengeneza utoke sasa kwenye yule Adamu wa kwanza wa uasi. Mpate kwa Adamu wa pili ambaye ndio Biblia inamtaja kama Yesu. Sasa tunaposema Pasaka, lazima ujue mambo gani ambayo huyo Yesu ameyaleta. Haya ni miongoni mwao. Ugunduzi mwingine ambao mwanadamu aliuleta ni elimu. Unajua elimu nayo ni matokeo ya watu kutafuta namna ya kuishi. Yaani elimu iko hivi. Mimi na huyu ni tuko tu sawa. Lakini sasa mmoja lazima awe bosi, mwingine awe maskini. Kwa hapa wakagundua elimu hapa katikati, wakagundua kwenye elimu itatuchuja. Wengine wataisoma, wengine hawataisoma. Kwa hiyo mwisho tutagawanyika. Wale waliosoma watakuwa mabosi. Ndio elimu. Mbona elimu hii ni ugunduzi mmoja wapo ili kuishi kwenye dunia mpya. Lakini hapa nimesema fedha zikagunduliwa na kingine kilichokujaga hapa sasa ndio watu wakaleta miungu na dini. Unajua dini ni matokeo ya watu kutafuta bidii kumtafuta Mungu. Hata uchawi. Yaani uchawi mtu tu alikaa akaona mbona kama nalima vilimiki inakuwaje baada kitu tunaweza nikaongezea kidogo nikalima nikapata sana. Ndio uchawi ukaja. Nimeelewa. Yule aliyakisha akawalizisha wenzake. Uchawi ukapatikana. Na Mungu hivyo tu. Yaani watu tu wakakaa wakafikiria. Mbona hatuna namna nzuri kutengeneza tukavuta namna ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu tukapata matokeo zaidi ya wengine ili tusife njaa. Kwa
unakuta watu wanaanza kuomba. Ndio maana mpaka Yesu anakuja, Mungu ilikuwa ni kitu ambacho hakieleweki. Kama unachunguza vizuri maandiko, wako watu Mungu wao alikuwa ndio Dagoni. Dagoni ni dude tu limekaa ni sanamu ndio ilitengeneza tu hapo milioni. Lakini hilo ndio wenyewe wakaamini hili linatupa chakula. Na wakawa wanaliabudu na maisha yakasoma. Wengine walikuwa wanaabudu ng'ombe, wengine mizimu, wengine vitu gani. Hata kwa Afrika tulikuwa na sisi na Mungu wetu. Wewe mizimu walikuwa wanaabudu na maisha yalikuwa yanaenda. Lakini hiyo ilikuja kama elimu ya watu kutafuta namna gani tunaishi hapa duniani. Wakagundua kwamba tutengeneze namna ya kuabudu. Kwa ibada zikagunduliwa. Ndio maana wanazote tunaambia watu dini ni mpango wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Ila wokovu ni mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu. Yaani dini ni watu walianzisha ili watafute namna nzuri ya kumfikia Mungu. Watu. Ila wokovu sasa ndio Mungu mwenyewe anatafuta mkakati na namna gani ya kufikia wewe. Mungu mwenyewe anaamua. Kwa hiyo baada ya hapo tunasema maisha yakawa ya ajabu. Maisha yakawa magumu kwa mwanadamu. Sasa tumaini ambalo lilikuwa limebakia walikuwa ni manabii. Manabii ndio watu walikuwa wanajaribu kuwaaminisha wengine kwamba kuna siku itakuja yale maisha ambayo Adamu aliyachezea bustanini yatarudi. Sawa? Kwa hiyo wakawa wanatazama, wanaamini kwamba hiyo siku itakuja ambayo maisha ambayo tuliyakosa pale bustanini tutayapata. Sawa? Kwa hiyo walikuwa wanakaa usiku na mchana, wanawaza, wanaomba, wanatamani hiyo siku ifike. Mwandishi wa Ibrania anasema vizuri sana. Anasema walikuwepo watu wa maana. Anasema watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Yaani hao watu. Anasema wale jamaa walikaa kwenye milima, wakahesabu maisha yao kuwa si kitu, wakapata mateso. Ila mwandishi anasisitiza, anasema hawa wote hawakuipokea ile ahadi. Yaani hao wote hawakumuona Adamu wapi. Hao majamaa. Anasema ikiwepo hivyo kwa ajili yetu nyinyi, nije muone. Maana yake sisi ndio wale watu ambao tuko sasa kwenye huo hicho kipindi ambacho maisha yamerudishwa kule mwanzo. Sawa? Mungu amerekebisha makosa ya Adamu. Edeni imerudi tena. Sasa nini kinatokea Edeni imerudi tena kwa maisha yetu ndio hivi? Mbona tumepauka hivi? Kwani tupo Edeni sisi? Mbona baba yetu analisha ndege? Mbona sisi tunaona njia kama baba analisha ndege? Sawa, yaani baba ameamua kukulisha na ndege, na njio na kunguru, na siafu na simizi. Sasa kuingia na siafu nyumbani kwako. Siafu na ng'ati. Lakini Mungu ndo anawalisha watu. Huyo baba yangu yuko bize kulisha siafu. Mimi nakusanya chakula. Unajua hiyo kitu. Yaani hao ndo maswali ambayo unajiulize kabla hujamuomba Mungu chakula. Uwe na huo ufahamu kwamba baba yangu analisha ndege. Cha kwanza, sinaelewa. Na sio kwamba nini, Yesu mwenyewe amesema kama anawalisha ndege, kumaanisha ndege ni vitu vya ovu. Nyinyi je, maana wewe ni bora kuliko ndege. Sasa anasema kama anawalisha, inawezekana. Kwa hiyo hizo zama zilitabiriwa. Kwenye Biblia huko wako manabii wengi waliandika. Wakati Yakobo anawatabiria wanaye, anawaeleza kwa habari ya siku na baraka ambazo anawapatia. Alipofika kwa Yuda, alimwambia kwamba wewe Yuda, fimbo ya enzi haitaondoka kwako mpaka ajapo mwenye kumiliki. Kwa yani unaweza ukaelewa hicho ni kitabu cha Mwanzo. Kwamba kitabu tu cha Mwanzo kinatambua kwamba kuna siku Yesu anakuja. Unaelewa? Ndio maana tunamwitaga Yesu ni simba wa nini? Kabila la Yuda. Kwa sababu Yuda ndio aliambiwa kwamba wewe fimbo ya enzi haitaondoka mpaka ajapo mwenye kumiliki. Anasema huyo atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Atakuja. Yaani yule Yuda anaambiwa zamani sana, maana hata Yakobo mwenyewe aliwahi kuona kwamba kuna siku mwenye kumiliki atakuja. Yakobo pia alitamani na yeye akutane naye mwenye kumiliki. Ila mwandishi wa Ibrania anasema hao wote hawakupokea hiyo. Yesu wakati fulani anaelezea kuhusu ufalme ambao sisi tupo, anawaambia watu hivi, katika wana wa wanawake, yani katika watu waliozaliwa na mwanamke, hapa duniani anasema katika uzao wa wanawake, anasema hakuna mtu aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Sawa. Ila anasema aliye mkuu kule, yani anasema aliye mdogo, yani leo hivi sasa. Aliye mdogo kwetu anasema ni mkubwa kuliko Yohana, kwa sababu Yohana hakuingia kwenye ufalme. Umeelewa? Yani Yohana akumuexperience Adamu pia, akuonje ndani. Kwa anasema katika watu waliozaliwa na mwanamke, hakuna mtu mkubwa kuliko Yohana. Ila huyo Yohana na ukubwa wake wote
yaani ukubwa wake wote. Mtoto mdogo kabisa kwenye ufahamu, yaani kale kadogo, anasema ni mkubwa kuliko Yohana, kwa sababu Yohana pia hakuona ufahamu huu ambao unatabiriwa. Kwa hiyo Yakobo yuko anatabiri, anatoa unabii, anaona kwamba kuna mwenye kumiliki atakuja, atatokea siku moja, anaona hicho kitu. Kwa wakati anaona, anasema atakuja. Maana yake hili lilikuwa ni tumaini la miaka mingi ambalo watu waliona. Lakini ukienda kitabu kile cha Hesabu 24:17, kuna mganga mmoja, hizo mganga yule hata aliwekaje, anaitwa Bala. Bala mwenyewe yupo. Maana kwa Mungu alikuwepo, baadaye akawa kwa shetani. Siku nikipata nafasi nitakuja niwape hadithi yake kamili, yani Bala kama Bala yeye ni nani. Ila yuko katika kuwa kutabiri. Maana yake wakati huo Israeli wanatoka Misri wanaenda Kanaani. Walifika sehemu, wale jamaa walikuwa wanatisha. Habari zao zilienea kila mahali. Jeshi lao lilikuwa ni balaa. Walikuwa wameangusha mataifa makubwa ambayo yaani huwezi kudhani kama wanaweza kuyaangusha. Kwa wakati wamefika kwenye mji fulani, mbele kidogo nchi iliyokuwa inafuata ni nchi ambayo mfalme wake alikuwa anaitwa Balaki. Balaki akawaona, alipowaona akajua mimi hawa siwezi kuwashinda, nahitaji niwalaani. Akamtafuta jamaa anaitwa Bala. Bala mlengo lake haje kuwalaani wale wana Israeli. Sasa wakati wa kuwalaani akajikuta anawapa baraka. Nasikiza mwalimu mmoja ambaye ni wasomi wamebeba vizuri. Anasema wana nguvu kama za nyati, watawapiga adui na nini. Yule Bala anaongea. Hiyo uweza mimi katika maneno anasema namuona lakini si sasa. Anasema atatokea, atakuja. Funguo andiko Hesabu 24:17. Yesu anatajwa yani. Sasa kwanza kuna mmoja yuko anaambia Yesu ametajwa kila kitabu kwa Biblia. Kila kitabu kimetaja. Kujua kwamba kila nabii alikuwa anajua kwamba kuna siku Yesu atakuja. Ndio maana yani kama kuna maisha wanatusikitikia labda kama walioko huko waliotangulia, ni haya tunaoishi sisi. Yeye anajiuliza, hao wako kwenye ufalme wa Mungu, mbona wapo hivi? Kwao ni maajabu. Yaani kwao inawashangaza. Hesabu 24:17. Naisoma hapa. Anasema Musa ndo Bala anazungumza. Anasema namuona lakini si sasa. Namtazama lakini si karibu. Nyota itatokea katika Yakobo na fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Anasema nayo itazipiga pembe za Moabu na kuwavunja wana wote wa ghasia. Yesu. Unaelewa? Namuona ila si sasa. Yaani jamaa anachungulia, anaona kwa shida. Kuna kitu kitakuja. Anasema namuona sasa. Na tazama ila sio karibu. Kuna nyota itatokea kwa Yakobo. Yakobo ndio Yuda ni mwana wa Yakobo. Kuna nyota itatokea. Itafanya nini? Anasema atazipiga pembe za Moabu. Sasa hapa Moabu pamoja na wa Moabu ni kiwakilishi cha nguvu za giza. Sawa. Kwamba hiyo pembe ikija itazipiga pembe za Moabu. Na anasema wana wa ghasia ni wale watu wote ambao wanafanya uadui na Mungu. Anasema atawapiga. Kwa maana ni hatari kukuta mtu yuko kwenye ufalme hapa na mapepo. Imekuwaje hiyo? Nyota inapotabiriwa ilitajwa kwamba itafanya kazi. Endelea. Unabii endelea. Isaya 11. Anayezungumzwa hapo ni Yesu tena. Kitabu cha Isaya sura ya 11. Maandiko hayo maarufu sana, haya maandiko haya watu ndio wanasema. Anasema basi litatoka chipukizi katika shina la Yese. Unasikia? Sasa tunasema Daudi anaitwa Simba wa Yuda. Tumeshasema, ndio. Kwa nini Yesu wanataja shina la Yese? Hapa Biblia inasema. Kwa nini Yesu anaitwa mwana wa Daudi? Utayaona yote. Kwa maana Yese ni baba yake na Daudi. Kwa anaitwa shina, maana mtu aliyetoka kwa Yesu ndio anakuja kumtoa Yesu. Yesu anatoa heshima kwa mwana wa Daudi. Hii ndio asili yake. Kwa anasema litatoka chipukizi katika shina la Yesu, na tawi litatoka katika mizizi yake litazaa matunda. Sasa anasema anataja sifa zake. Roho wa Bwana anasema atakaa juu yake. Roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na kumcha Bwana. Mambo mengi anasema hapa. Atawahukumu maskini. Anasema atawaonya wanyenyekevu dunia kwa adili.
naye ataipiga dunia kwa fimbo ya kinywa chake, na kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Na hiyo maana pumzi ya midomo yake maneno. Ndio maana naambiaga watu, yaani sisi tuko katika ule ufalme ambao hatufanyi vita kwa jinsi ya mapanga, tunatamka kwa sababu yaani huyo ambaye anatabiliwa, ambaye amefika kwetu sasa hivi, Biblia inasema kwa pumzi ya midomo yake atawaua wabaya. Haya mambo ni miaka mingi sana imepita. Yaani haya tunazungumza ni miaka mingi. Hii ni kama sisi Isaya imeandika kama sisi miaka 900 kabla ya Kristo kuzaliwa. Maana miaka 900 hata 2000. Rudi nyuma, yaani 2000 mpaka 0. Tafuta ni kisaliwa sana. Kuja. Sasa yale ndio kwa kuhadithia mwanzo kwamba ni mambo ambayo yalikuwepo. Yesu atakuja kuyarekebisha. Yanasema hivi. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo. Naisikia mbwa mwitu unamjua? Na kondoo mnawajua, si? Wanaweza wakakaa pamoja. Ila anasema akija Yesu kurudisha mambo yake yanayotakiwa kuwa, mbwa mwitu na kondoo watakaa pamoja. Umeelewa hiyo? Ya pili anasema hivi, chui atalala pamoja na mwanambuzi. Umeelewa hiyo? Chui na mbuzi. Si unajua hao ni maadui. Anasema chui atalala. Yaani kama unafuga chui na mbuzi unaweka tu baada ya moto. Sasa hivi ukiweka utakuta jambo. Ila anasema akija huyo atafanya hivyo. Anasema ndama na mwana simba na kinono watakuwa pamoja. Yaani ndama wa ng'ombe na mwana simba pamoja. Hapa anasema na mtoto mdogo atawaongoza. Yaani maana mtoto kama huyu anakuwa tu anaongoza simba. Ndio mambo yalikuwa bustanini. Mtoto mdogo anaendelea hapa kuonyesha mambo ambayo atakuja. Anasema ng'ombe na dubu watalisha pamoja. Ng'ombe na dubu wanakula pamoja. Anasema watoto wao watalala pamoja. Na simba atakula majani kama ng'ombe. Unaona maandiko? Nimwambia simba alikuwa kula majani. Naona maandiko. Simba atakula majani kama kwa simba na ng'ombe watakuwa wanakula majani. Akija sasa yaani ambaye ndio yuko tayari. Sasa kwa nini bwana sasa tuone simba akila majani? Wana wa Mungu hawajipata bado. Yaani mwana wa Mungu ambaye ni wewe. Hapa Yesu anaeleza mambo mengi. Anasema na mtoto anyonyaye atacheza penye tundu la nyoka. Sawa? Tundu la nyoka, yaani ile shimo la nyoka. Waza yule mtoto anayenyonya, mtoto wako anayenyonya. Umkute yuko karibu na sehemu ambazo tunakuwa sio tundu la nyoka, sehemu ambayo nyoka wanakopo kikoponi. Utawaije pale? Huyo yeye anakaa bila shida yote. Maana nyoka naye anakuwa sio nyoka, yaani yule unayemwona nyoka anakuwa watu. Nyoka anakuwa rafiki mzuri kabisa. Naongea mpiga story. Akija Yesu. Na ambaye kashakuja sawa. Maana usio unasikiliza kama vile Yesu ajaje bado na wewe unamsubiri. Ashakuja. Sawa. Hapa anataka. Lakini anasema mtoto aliyeachishwa atatia mkono wake katika pango la fira au ni wadudu au fira ni kama wadudu. Ni kama hawa ni kama nge. Wanasema mtoto atatia mkono kwenye ile shimo anatia mkono. Sawa. Ni sawa sawa tuseme na kama mtoto ataenda kwenye mzinga wa nyuki, aingize mkono mle ile asali. Inawezekana? Sasa hivi. Yesu yeye. Huyo mtu mwenye Yesu ndani anaweza kaenda kwenye mzinga wa nyuki. Akachukua asali akaa, alafu nyuki akawacha wakaendelea biashara zao wakaondoka. Inawezekana. Sawa. Ila usijaribu. Hizo talazo. Ndio kama amekufa ugano na nyuki. Yaani yuko mleta kufa na kafa. Lakini hapa anajaribu kukuonyesha. Kwa anasema hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu. Maana dunia itajawa na kumjua Bwana kama vile maji yanavyoifunika bahari. Dunia nzima itajawa na kumjua Bwana. Hakuna kuharibu. Haya ndio yaliyokuwepo sasa. Haya yanazungumza hii historia. Ilikuwepo. Yesu akija atarejesha yale ambayo ilikuwepo wakati ule. Unaelewana? Ndio maana hili andiko na ndio ambacho anajaribu kukionyesha. Huo ni utabiri ambao Isaya anatoa kwa maana ya kuonyesha kwamba siku akifika huyo mwana wa Adamu, hayo atakuwa ni maisha. Maana muda wetu kumbe umeshaishi.
tuombe hapa, tuna dakika kama 15 tukao tuombe. Tumefunga au hatujafunga? Tukao tuombe sasa. Huo ni utabiri mmoja wapo. Soma tena Isaya 61:1. Biblia inaonyesha utabiri mwingine. Yaani Isaya alitabiri mambo mengi kuhusu Yesu. Isaya 61 sura ya kwanza. Biblia inasema Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Nasikia maandiko haya. Maandiko maarufu sana, si ndio? Yes, hapa sasa ni Isaya anasema Roho wa Bwana Mungu juu yangu, sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Tutoke hapo baada ya kulilo andiko Isaya 61. Twende moja kwa moja kwenye kile kitabu Luka, kitabu cha Luka sura ya 4:18. Hapo ndo tunamalizia hapo. Kesho tutaendelea mpaka tukimaliza hii semina. Nategemea kwamba mtu atatoka na hasira akajitafuta. Tunaishi kwenye zama ambazo manabii walitamani kuwepo endeleo. Walitamani sana. Sisi ndo tunaishi huko. Sasa lakini tunaishi huko, lakini maisha yetu yanachekesha. Hiyo Luka 4:18 Biblia inasema hivi: Roho wa Bwana juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akakifunga chuo, akamrudishia mtumishi akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Sikia, aliandika Isaya. Mtu anasoma kwenye kitabu cha Isaya, hapo anamaliza anawaambia leo yametimia. Sawa? Maana yake yale mambo ambayo nyinyi mlikuwa mnasoma kama hadithi, kwamba siku moja atakuwa leo yametimia. Hiki ndio kizazi ambacho Yesu anajifunua kwao, kwamba yule aliyekuwa ametumwa na Mungu ili kuwafungua waliofungwa, kuacha huru waliosetwa, yupo tayari na anasema maandiko yametimia. Maana hapo ni nini? Huyo Yesu ambaye tunamwona kwenye Isaya yupo tayari. Ndio maana kitabu cha Warumi anasema viumbe vyote vinasubiri kwa hamu kubwa kudhihirishwa kwa wana wa Mungu. Maana yake ni nini? Bwana kwa hamu wanatamani wana wa Mungu wajipate. Na wana wa Mungu wenyewe ni kina nani? Ni wewe hapo. Tumesema baba yetu analisha ndege. Kwa siku ukiona unataka kulala njaa, sema hilo neno. Baba yako analisha ndege. Moja kati ya maandiko ya ajabu Biblia inasema hivi, mtu asiyewajali watu wa nyumba yake ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Umeshasikia hilo wapi? Yaani maana yake Mungu asipokujali wewe anakuwa mbaya kuliko hata shetani. Maana yake Mungu akiwalisha ndege akakuacha wewe anakuwa mbaya kuliko shetani. Ndio maana sema kabisa mimi Bwana nina maandiko yangu ambayo nikiyasema tu haya Mungu anakuja alete chakula. Kwa nini? Mungu hawezi kuwa mbaya kuliko watu wasioamini. Kwa anapaswa kuishi. Na kwa nini alishe ndege mimi niache? Alishe kunguru. Mama Mungu sasa kunguru kwa faida gani? Mahali niliona hapo anaua kunguru. Inabidi watengeneze ujanja wa kupunguza kwa sababu kunguru wamekuwa wengi. Shanga kunguru wanakula mpaka wanazaliana wanakuwa wengi mpaka kunatoa wauri. Mungu anawalisha. Mimi nakosa nini? Sawa. Usimame. Nenda tuombe. Dakika kama 15. Kwenye hili neno ambalo tumejifunza leo, ndio tumeanzia hapa. Maana yake Mungu anaweza kutupa mahitaji yetu yote. Na shahidi ni Biblia yenyewe. Mungu anajaribu kuonyesha kwamba yeye ndiye anayewalisha ndege, ndiye anayelisha kunguru, ndiye anayelisha simba. Yeye ndiye anayefanya hapo. Sasa maandiko yanasema wana wa Mungu hawa wanasubiriwa kwa kubwa kudhihirishwa. Maana yake wao wafanane na Kristo, wawe kama huyo Yesu apate nguvu kwenye maisha yao. Maana yake vinapotokea kuanzia pale tunategemea kuwa vitu ambavyo
ni kutaka kumkiri huyu Adamu wa pili kwa kile ambacho Biblia inakithibitisha kwetu, kwamba kama vile kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa mtu mmoja wokovu umeingia. Maana mimi nimepata wokovu. Yale mambo ambayo Adamu aliharibu bustanini, ile mifumo ambayo Adamu alivuruga pale bustanini, kupitia wewe inabidi ile mifumo iwe, kwa sababu Yesu ameshakuja, amesharekebisha. Unaelewana? Maana yake hapa sasa, kama unaumwa, anatakiwa ujue dawa. Kuumwa ni kazi ya jambo fulani ambalo hujafanya vizuri, labda kuzingatia kula ukaumwa, ndio inawezekana umeridhishwa, lakini kwa Yesu kwenye mfumo wake kuumwa hakupo, kwa sababu wewe utakiwa kulipia chochote ulichokifanya na utakiwa, kwa sababu kwenye huu mfumo hatuna hiyo ya kulipia. Hatulipii. Kama una maisha magumu au unapata shida kula, unatakiwa ujue kwamba kwenye huu mfumo hatuli kwa jasho. Sawa, tunapaswa kula kwa sababu Mungu analisha ndege. Kama analisha ndege, anapaswa kutulisha na sisi. Unaelewana? Kwa sababu amesema waangalie ndege. Kwa hiyo ukaombe, Bwana kuomba, ukaombe kwa Mungu, unataka huyu Adamu wa pili ndio awe halisi kwako. Na kama kuna kitu kinakusumbua, ukitaje kwamba hiki sasa nimegundua leo kwamba sio kazi yangu, mafundisho ndio yanayoponya, maombi yanaponya, neno la Mungu ndio linaloponya. Kwa hili neno ambalo umelisikia leo, nikutazamishe maisha yako. Hapo una kitu ambacho wewe unaona kwamba picha iko sawa. Hata kama unaumwa maneno, wala useme naumwa leo sababu sikuweka neti. Hapana, yaani hata Mungu hana haki ya kukung'ata wewe, kwa sababu anasema siku hizo simba na ng'ombe wataishi pamoja. Kwa wewe na Mungu inabidi muwe marafiki, kwa nini Mungu anakung'ata? Kitu ambacho kimekosea. Sasa tunataka hicho ili kiwe halisi kwenye maisha yetu. Tuanze kuomba. Mtakatifu Mungu wa milele, Jehova Mungu unayetamani, wewe ndiye unayetupa mwingi na rehema zinazozidi. Tunakutukuza, tunakushukuru sana kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana kwa ajili ya yale ambayo umeweza kuyachilia kwetu. Na asante Bwana kwa ajili ya yale